Dondele, unavyofanya sio sawa. Dondele, unavyofanya sio sawa. Umefanya Kitwele analia, umefanya Mzee Mbalu anaumia, umefanya Sambuga kachukiwa na jamia. Dondele, unavyofanya sio sawa. Dondele, unavyofanya sio sawa. Ni wazi penzi halilazimishwi, nakiri moyo ulipopenda haupokei vishawishi. Zahiri anajiona mkosefu zaidi ya Dondele. Una maana gani ukiongea kuhusu Ndule? Mimi naamini kila kitu nakitambua kuhusu rafiki yako. Labda nikwambie hivi, kitendo alichonifanyia sikukipenda. Kitendo gani? Ndolele si mtu wa kwenda kutembea na mwanangu mimi. Wewe kijana, ni mara ngapi nimekuonya kuwa karibu na mke wangu? Sitaki uhusiano wako wewe na mke wangu. Kwa nini unisikii? Unanidharau sio? Kwa sababu mimi mzee. Bwana anaweza kukufanya vitu wewe ulimwengu ukanilaumu. Kwa nini lakini? Nisikilize basi kwanza. Hebu ndo wasiwasi. Huyu ni swaiba wangu. Sina mahusiano na yoyote kimapenzi. Mimi ninachotaka kwake tu ni ushauri. Kuwa na amani basi. Naomba niamini mzee. Si rahisi iwe hivyo. Mzee. Naomba niamini. Wewe funga kinywa chako. Mnakuamini nini? Wewe uliona wapi mfugaji akamwamini chui afanye urafiki na mbuzi wake? Ulipata kuona wewe chui ana urafiki na mbuzi? Samahani mzee wangu. Wewe nenda nyumbani. Mimi niache nitamalizana naye, sawa? Wewe nenda, atamalizana na bwege lake. Usiwe na wasiwasi. Mimi bwege mtozeni. Mwende zenu. Mimi sifurahi na ni kwa sababu nakupenda. Dai. Bado hamjamalizana. Bye. Tumalizana. Katwe. Mambo vipi? Ongea ulichonisimamisha. Katwele. Hivi wewe ni wakwenda kunichanganya kweli na yule mwanamke? Umekosa mwanamke wa kutongoza, unakwenda kunichanganya mimi na yule mwanamke? Na unajua fika mimi na yule tuna mahusiano gani? Mimi na mwanangu natuchanganya sehemu hiyo moja. Hivi wewe mwanaume ni wa aina gani? Ni thamani gani ambayo niliyokupa wewe? Kiza nikwambie, tusiongee mengi tukapata faida. Kila mtu kuanzia sasa hivi angalie maisha yake. Yaani isije ikatokea siku unakuja kunisimamisha tena kama leo. Utakuja kuona nao. Ni sawa umetukuta pale, lakini mimi nakupenda wewe kuliko hata yeye. Naomba nisikilize please, nakuomba. I'm sorry, naomba unisamehe basi. Mimi nakupenda. Kwa dada yako ni si ndio? Sihitaji mazoea na wewe. Tena iwe mwanzo na mwisho. Sawa, lakini Katwele, mimi nakupenda wewe Katwele. Katwele. Nisikilize basi. Sasa Sambuga. Unajua mimi nashangaa kitu kimoja. Unakuwa mtu wa kukimbia kimbia. Muda mwingine
Tukisema labda tionane kwenye kahawa, hationani. Hauje ukisema kwamba huyo huniungishe kahawa, inabaki na wale wazee tu. Ule mzee nani yule aitwa mzee Mbaru. Lakini wewe uonekani. Shida nini ndugu yangu? Msambaa, sasa hivi mambo mengi sana. Hizi siku 2-3 niko busy kiukweli. Hata ndugu yangu, mambo mengi ya nini? Hata Mwenyezi Mungu anasema usiwe busy sana, uwe mtu wa kuzungumza na wenzako. Hata wewe kama huna shida unaniambia, bwana ndugu yangu wewe Msambaa, mimi nina tatizo, ninakusaidia tu. Hana nicheka sasa, nimekuwa kituko sasa. Doi Waswahili wanasema hivi, kichaa anachekesha akiwa sio ndugu yako. unamaanisha nini? Ila akiwa ndugu yako huwezi kumcheka. Kwa matatizo ambayo napitia mimi, kwa sababu wewe hujui, ndio maana unaongea hivyo. Hata si ndio unaniambia? Msambaa, mimi napitia changamoto 1, 2, 3. Sasa iko wapi? Wanjeka sasa. Haya, mimi nachekesha. Mmekuwa toi sasa. Karibu. Asante za saizi. Safi. Hata tenani, hako shikamana. Usikuwa manane. Tembea uone. Bwana. Tutaonana. Tutaonana maskani. Kwa hiyo unaondoka? Karibu kae. Karibu shemeji yangu. Asante. Yeah. Unaweza kukaa. Habari za hapo? Safi, sijui kutoka hapo. Nashukuru. Shemeji, mimi nimekuja. Niko na mazungumzo kidogo na wewe. Sawa. Unaweza kuongea. Shemeji, lengo langu la kuja hapa ni kukuambia kama mimi mjamzito. Hongera. Hilo jambo la heri. Maana Waswahili wanasema mtu anavuna alichopanda. Asante. Lakini lengo langu kubwa la kuja hapa nilikuwa nataka uende kumwambia Ndondele kama mimi ni mjamzito. Sawa. Sio mbaya. Lakini naanza sana. Ni kwa nini usiende kumwambia wewe mwenyewe? Mbona ukaniambia mimi niende kumwambia? Mimi naye tuligombana sana mpaka ikafikia kipindi cha kuniambia niondoke pale kwake nsikanyage. Mshikaji anakosea. Maana huko alipofika amefika mbali sana. Ila sio mbaya. Tunaweza tukaenda. Wow. Okay, sababu mimi nipo free. Tunaweza tukaenda sasa hivi. Tofu. Hili swali limeisha. Sambuga. Niambie ndugu. Safi, karibu. Leta maneno. Poa, karibuni. Habari yako? Rafiki yangu Ndondele. Nakusikiliza. Leo umekuja na agenda nzuri sana. Sikiliza. Shemeji yangu hapa alipo ni mjamzito. Sambuga. Sasa wewe kama u mjamzito,
Yaani umemleta hapa kama nani? Wewe ni kama nani yani? Mzazi wake, nani wake? Yaani sijaelewa hapo. Wewe umemleta hapa kwangu. Wewe kama nani? Huyu ni rafiki yangu. Na wewe ni rafiki yangu. Kwa hiyo nimemleta hapa kama rafiki yangu. Wewe unazingua kweli yani. Hivi ni nani amekwambia kwamba mimi nahitaji kuishi na mwanamke hapa nyumbani? Au ni nani amekwambia mimi nahitaji kuishi na mtoto wa sasa hivi? Sasa kwa nini kosa langu liko wapi? Wewe huna kosa lolote. Ila mimi ninachohitaji sasa hivi nyinyi muondoke. Kwa sababu sina mpango wa kuishi na mwanamke wala kupokea mtoto wa sasa hivi. Sijui unanielewa Sambuga? Kwanza unanikosea sana. Hivi unakisikia unachokiongea? Naomba unielewe. Tambua mimba sio jiwe. Mimba itakuwa, mtoto atazaliwa na mtoto atakuwa pia. Kwa hiyo chunga sana maneno yako unaongea. Hebu achana na hiyo habari bwana. Hebu ondokeni bwana. Mimi siko tayari kuishi na mwanamke. Ondokeni bwana. Wewe nani kakwambia mimi nahitaji mtoto wa sasa hivi? Ondokeni bwana mimi. Shemeji yangu. Naomba tuondoke. Nondele, unavyofanya sio sawa.